Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda bulbul, mambo safi kabisa. Ni heri. Ni heri kabisa ndugu yangu. Sawa. Wajukuu wa Dr. Samia, kwa nini? Tuanzie hapa kwanza. Wajukuu wa Dr. Samia kwa nini? Kwa sababu pia unajua kuna watu nimeona wanajaribu kila mtu anakosoa vile anavyojisikia. Wengine wanasema nyinyi sio wajukuu, ni wakubwa, hamstahili kujiita wajukuu. Wanashindwa kuelewa kwamba hata sisi wazazi wetu nao ni wajukuu. Umenielewa? Lakini hizi ni swaga tu ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuhakikisha kile kitu tunachokifanya watu wanakipokea kwa haraka zaidi. Kwa lazima utafute jina ambalo litakuwa na mvuto, litaleta mantiki, litapendeza kwa watu. Hivyo ni vitu muhimu ambavyo tunavizingatia wakati wa create jina. So jina la wajukuu wa Samia unadhani ukilichunguza wewe mwenyewe unaona kabisa kwanza liko kipekee. Yeah. Sio, unanielewa? Watu wengi sana utasikia mama na mwanae, utasikia hivi, huyu mwingine mama hivi. Sisi tukaona tujiite wajukuu wa Samia na ita sound vizuri. So ina sound vizuri, inapendeza, lakini inaleta maana pia. Sasa ipi ni mipango ya wajukuu wa Dr. Samia kwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025? Sisi ni kuhakikisha kwanza tunampigania Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha tunanadi yale yote mema ambayo ameyafanya kwa kipindi kifupi sana, miaka 4 tu, lakini amefanya vitu vingi sana. Kuna Royal Tour ambayo ni filamu ambayo imesaidia kuleta watalii wengi sana nchini, lakini pia mama ametoa fedha kuwapeleka wasanii mbalimbali nchini Korea kwa ajili ya kujifunza namna ya uendeshaji wa filamu ama uzalishaji wa filamu. Lakini katika kipindi chake kifupi ndo tumeona SGR. Katika kipindi chake kifupi watu wengi hawafahamu mama anatengeneza vyoo katika mashule na sehemu mbalimbali special kwa ajili ya walemavu wanaotembelea magongo, wengine wanatembelea baskeli. Hivi vyoo tulivyo navyo sasa hivi ni vyoo ambavyo mlemavu anapata shida sana kuvitumia, lakini mama anakwenda kutengeneza vyoo ambavyo vitakuwa maalum kwa ajili ya walemavu. Kwa mama ukimwangalia anaangalia engo zote, anaangalia sekta zote. Wasanii tumepewa mitaji, mikopo, ambayo mikopo hiyo tumeichukua kwa ajili ya kukuza shughuli zetu za filamu. Leo ukimwangalia msanii ni tofauti na kabla ya uongozi wake. Wasanii wamekuwa na mitaji mikubwa ambayo inawawezesha kufanya kazi na kurahisisha kufanya kazi kwa haraka zaidi. Lakini watu walifahamu kwamba mama ataishia kwa wasanii. Hapana. Mbona mama ametoa mikopo huku serikali za mitaa, uraiani huku watu wanapata mikopo ya kutosha kwa ajili ya kuendesha shughuli zao na biashara zao na kukuza biashara. Kwa hiyo ukiangalia mama anagusa kila engo unayoiona wewe na kuijua wewe, mama amejitahidi kuigusa kwa asilimia kubwa sana. Na haya yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya kwa muda mchache sana, miaka 4 tu. So imagine kwa hicho kipindi chake kingine ambacho kinakuja ni nini atakachokifanya. Atafanya mambo mengi sana. So sisi tupo kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania wenzetu, lakini pia wafupi wenzetu pamoja na walemavu walikuwa ni wavivu, ama kwa lugha nyingine wanakuwa na hofu ya kwenda kupiga kura. Unanielewa? Kwa hiyo sasa ile hofu ni kutokana na mtu anaona kimo chake, anaona nitaulizwa wewe una miaka mingapi, anaona mimi watu watanikebei au watu watafanya hivi, kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo sisi tumeiona hiyo engo, tukasema tujiorganize sisi pamoja, twende tukampigie, tukawaambie Watanzania wenzetu ambao wana vimo vifupi kama sisi wahakikishe wanapiga kura, kwa sababu ni haki yao ya msingi kupiga kura, as long as umetimiza miaka 18 na kitambulisho unacho cha kupigia kura. Kwa hiyo tumeona engo nyingi sana. Lakini pia ukiachana na wafupi kwa wavivu ama kuhofia kupiga kura, walemavu pia wamekuwa wakihofia kwamba kupanga foleni na nini, na wazee pia. Kwa sisi tunakwenda kuhamasisha walemavu pamoja na wazee kwamba wao watapewa kipaumbele wakati wa kupiga kura. Watakuwa watu wa kwanza ambao wanapewa kipaumbele wakati wa kupiga kura. Kwa hakuna haja na sababu ya kuhofia kukaa nyumbani kuacha kupiga kura, tena kumpigia Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, mama yetu aweze kushinda kwa kishindo kikubwa ili tuweze kuona matunda. Tumeona namna ambavyo mama alivyo. Ukitaka kupata picha halisi ya kwamba ama tafsiri nzima ya mama, unaweza kaangalia Daktari Samia Suluhu Hassan namna ambavyo anatujali wananchi wake. Mama ana huruma sana, mama ana upendo sana, mama anatupenda.
wanasiasa walikuwa hawana uhuru wa kufanya shughuli zao, amewaacha wanafanya shughuli zao za kisiasa kwa uhuru. Amewapa vyombo vya habari uhuru mkubwa sana. Kwa hivyo unaweza kaangalia namna ambavyo mama anaupiga mwingi sana. Sasa yote haya ambayo anayafanya rais wetu mpendwa, kwa nini tukae kimya tusiyasemee? Ndio maana tumesema sisi tutazunguka nchi nzima kuhakikisha tunayanadi yale yote ambayo ameyafanya, lakini tutazunguka nchi nzima kuhakikisha watu tunawahamasisha kumpigia kura rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili aweze kushinda kwa kishindo kikubwa sana. Tuko pamoja na tutahakikisha tuko naye pamoja. Tunachokifanya sasa hizi, nadhani mmesikia mkuu wa mkoa ametangaza kwamba wadau, wafanyabiashara na matajiri mbalimbali watununulie gari ambalo gari hilo litabandikwa stika limeandikwa Wajukuu Samia kwa ajili ya kuzunguka nchi nzima pamoja na mkoa mzima wa Dar es Salaam ili kunadi sera yale mema yote ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika kipindi chake.